Habari za usiku huu. Karibu sana kwenye Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Mapema hii leo Februari 18 mwaka 2026, msajili wa vyama vya michezo hapa nchini ametangaza kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba umekamilika kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili wa vyama vya michezo, huku katiba hiyo ikikabidhiwa rasmi kwa uongozi wa klabu hiyo. Klabu inishwa. Cha kwanza, miongoni mwa maboresho yaliyowasilishwa kwa klabu na kuidhinishwa, cha kwanza ni kuweka tafsiri sahihi ya Simba Sports Club Company Limited kuwa ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni itakayoshughulikia shughuli za kibiashara za kiutendaji za klabu, huku umiliki wake wa hisa ukiwa wa ubia kati ya baraza la wadhamini la klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na maamuzi ya halali ya mkutano mkuu. Katiba hiyo imeweka bayana kuwa hisa za klabu zitamilikiwa kupitia baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama. Katiba hii pia imeimarisha muundo wa baraza la wadhamini lenye wajumbe wasiopungua kuanzia 5 hadi 7 watakaomiliki na kukumiliki au watakaomiliki na kusimamia mali za klabu ya Simba kwa niaba ya wanachama, kuweka wazi kuwa mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka ya kudhibiti uteuzi na kuondoa wajumbe wa baraza la wadhamini, kuweka muundo wa kuimarisha ndani ya bodi kwa kuzingatia uwiano wa umiliki wa hisa kati ya wanachama na wawekezaji, huku angalau zile 51% ya hisa zikiendelewa kumilikiwa na wanachama kwa mujibu wa kanuni ya 18A kubwa, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni ya sheria ya Baraza la Michezo la Taifa, tangazo la serikali 422 la mwaka 2017. Ni muhimu kusisitiza kuwa muundo huu umeboreshwa ili kuendana na uwiano wa umiliki uliokwisha pitishwa na mkutano mkuu na si kuanzisha mfumo mpya wala kubadili maamuzi ya wanachama. Wakati hayo ikiendelea tu sali hapo, kwa upande mwingine msajili wa vyama vya michezo ametoa sababu muhimu za kutoa idhini ya marekebisho hayo ndani ya Simba Sports Club. Marekebisho hayo yanaendana na sheria ya Baraza la Michezo la Taifa sura ya 49 na kanuni zake. Pili, yanaimarisha utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Tatu, yanazingatia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali aliyoutoa kwa klabu ya Simba tarehe 12 Mei 2025, aliyoshauri hivi: kuwepo kwa kampuni moja itakayohusisha uendeshaji wa klabu ya Simba ambayo ni kampuni ya Simba Sports Club Company Limited. Hisa za kampuni hii ya Simba Sports Club zitamilikiwa kwa ubia. Pia mwanasheria mkuu wa serikali katika ushauri wake alishauri kuwa hisa za bodi ya wadhamini zilizokuwa zinamilikiwa na Simba Sports Club Holding Company Limited kwa sasa zitapaswa kuhamishwa na kwenda kwa wanachama kupitia bodi ya wadhamini wa klabu ya Simba, ili umiliki wake wa hisa hizo wanachama wa klabu ya Simba kupitia bodi ya wadhamini uwe moja kwa moja na sio kupitia kwa Simba Sports Club Holding Company Limited, na mali za wanachama zisizohamishika zitabaki kuwa chini ya bodi ya wadhamini. Pia ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali alitoa kuwa katiba ya klabu ya Simba toleo la 2018 ifanyiwe marekebisho ili kuondoa mikinzano na mapendekezo yaliyopo kwenye ushauri wake.
ikiwa ni pamoja na ule ushauri ambao ulikwamisha mchakato kukwama. Pia idhini imetolewa kwenye katiba hii kwa sababu katiba hii tumeona kwamba inalinda maslahi ya wanachama huku ikiheshimu na kulinda uwekezaji uliofanyika na utakaofanyika. Pia katiba hii imeidhinishwa kwa sababu katiba hii tumeiona kwamba hailengi kunufaisha watu wachache bali kuweka uwiano wa haki kati ya wanachama na wawekezaji. Naye mwenyekiti wa Simba Sports Club upande wa wanachama Multaza Mangungu amesema wameipokea katiba hiyo iliyoidhinishwa na msajili baada ya maboresho, huku akisema kuwa itakwenda kufanyiwa kazi. Ni utaratibu wa kawaida wa kiserikali kwa maana kwamba wamewasilisha kwetu kwa maandishi. Kwa hiyo na sisi ndani ya uongozi tutaifanyia kazi kulingana na kile kilichowasilishwa. Kikubwa tu ni kwamba hii ni mchakato ambao kama tunavyosema umeanza muda mrefu. Umeanza tangu mwaka 2017, 18 na kabla ya hapo ilishawahi kutaka kufanyika, na yapo mambo mengi ambayo yamejitokeza katikati kulingana na kuwa hili jambo limekuwa ni kama la mwanzo kufanyika ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo katika ile pilot study ambayo tulikuwa tunaifanya sisi, ndio na wengine nao pia wameweza kutumia hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanahitaji muda wa kuyawianisha, kwa maana kwamba taratibu na sheria za nchi lazima zingatiwe, kwa maana kwamba unaweza ukatunga katiba au ukatunga mwongozo ambao una contradict sheria au taratibu za taasisi zingine. Haswa vilabu hivi vinavyohusu wanachama, kuna eneo linalosimamiwa na Wizara ya Michezo, kuna eneo ambalo linasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, na kuna eneo ambalo linasimamiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa hiyo kuianisha hizi mamlaka zote kwa wakati mmoja, wakati mwingine inaweza kuwa sio rahisi sana, lakini kila tunapopiga hatua tunaona kwamba mabadiliko haya yalistahili kufanyika kutokana na mahitajio ya sheria hii au taratibu hizi. Nao baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wameipokea kwa furaha taarifa hiyo ya maboresho ya katiba mpya, huku wakiamini sasa wanakwenda kuiona Simba mpya. Tumelipokea kwa furaha sana. Ni ndoto ya Simba ambayo tulikuwa tunaiota kwa muda mrefu, leo imekwenda imekamilika. Kwa hiyo tumekuwa furaha. Kwa sababu ukiangalia historia kuona namna ambavyo tunahitaji mabadiliko, Simba tulianza safari yetu ya mwaka 2012. Tulifanya pale mkutano kwenye Police Mess pale. Nakumbuka kwamba wakati huo mwenyekiti Evans Aveva tulikuwa na ajenda 11. Lakini wakati huo katika ajenda 11, ajenda 9 wanachama wa Simba ndio ambayo walikuwa wameisimamia sana. Kwa sababu ile ajenda 9 ambayo ndio ilikuwa inaonyesha namna ambavyo tumekwenda kufanya amendment kwenye katiba yetu, kuna namna ambavyo tunapata nafasi ya kubadilisha uendeshaji wa klabu yetu. Asilimia kubwa Simba Sports Club ni timu ya wanachama, na katika mfumo wa wazungu wanasema give them the majority and leave the minority, yani wengi wanaosema wengi wape, kwa maana wanachama wengi walipokuwa wana propose katika rasimu ya katiba, na rasimu ya katiba imeenda hivyo ambavyo wanachama wanavyotaka. Labda kwa mimi binafsi, asilimia kubwa mambo matatu ndio yalikuwa yananiumiza kichwa sana, na hatimaye mambo hayo matatu naona kama yamepatiwa ufumbuzi. La kwanza ni wanachama kuwa limited. Timu ilikuwa haisajili wanachama, ina maana ilikuwa haipati mapato. Kwa hiyo tulikuwa tukilinganisha na wenzetu Al Ahli, mtoto hata akiwa mdogo tayari anakuwa timu inapata mapato kupitia wanachama. Lakini kwa sasa hivi uwanda wa wanachama watasajili wanachama kutokana na vigezo ambavyo vitavoweka. Tuangalie sasa kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, kutokana na swali ambalo tuliuliza likiwa linahoji kuhusiana na namna mambo yanavyokwenda mpaka sasa, na tuitamani kusikia maoni yako. Swali letu lilitaka kufahamu taa ya kijani imewakia Simba Sports Club kuelekea mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji. Nini maoni yako?
Tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu, tukianza na ukurasa wa Instagram Azam TV Sports. Tuone kile ambacho kimeandikwa huko, na hii itatupa fursa zaidi ya kujua maoni ya wadau wetu. Swalo Abdalla Jr. yeye anasema ni muda sahihi kwa klabu kutambua yupi ni yupi na yapi majukumu yake. Hapo itaondoa migogoro kwenye klabu yetu pendwa, maana hadi mashabiki wanakosa utu na heshima kwa viongozi wao. Welcome at Mahenge Ifakara. Haya, shukran sana. Lakini Bura Mohamed yeye anasema nipo Kolowasi Kondoa. Anasema asante msajili wa vyama vya michezo kwa kuzingatia kuzingatia muda wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Makonda. Sisi mashabiki wa Simba tunahitaji tumalize sehemu iliyobaki ili moshi mweupe utoke ndani ya klabu ya Simba. Simba nguvu moja. Lakini Ali Uchebe Ali anasema mabadiliko yamekuja kipindi kizuri sana kuelekea mchezo mkubwa wa dabi Machi mosi. Hii haitokuwa excuse. Tulipie visimbuzi vyetu vya Azam TV kwa ajili ya kushuhudia burudani hiyo. Lakini mbali na maoni hayo kupitia ukurasa wa Instagram, tuangalie Facebook sasa. Azam Sports anaitwa Emmanuel Mtinya anasema ikiwa mchakato utaendeshwa kwa uwazi kwa kuzingatia sheria za klabu na ushirikishwaji wa wanachama, unaweza kuwa chachu ya kuifanya Simba kuwa taasisi imara zaidi, si tu katika matokeo ya uwanjani bali pia katika misingi ya kiutawala na kifedha. Lakini Severin Makacha yeye anasema mimi naona mabadiliko hayo yanaenda kutuletea hadhi kama wana Simba. Pia naona mabadiliko hayo ya waguse hata wachezaji wetu, wajitume sana kutetea nembo ya Simba hasa kimataifa. By Makacha from Kigoma. Lakini Ahmed Saidi anasema kutoka Kigoma, uongozi wanatakiwa wawe na mapenzi na timu kwanza, maana huwezi kukitumikia vyema kitu ambacho ukipendi kwa dhati. Pili, wawe wawazi kama anasema kwa matawi ikiwezekana hata kwa mashabiki kutokana na changamoto inayoikabili timu na kuitafutia ufumbuzi wa haraka. Ni maoni hayo yameandikwa kupitia ukurasa huo wa Facebook, na sasa nikukumbushe tu kwamba unaendelea kutazama Mshike Mshike. Vuta pumzi kidogo. Asante. Bodi ya Ligi Tanzania TPLB imepokea ugeni kutoka Bodi ya Ligi ya Rwanda ambayo inaongozwa na mtendaji mkuu Jules Karangwa, huku lengo likiwa ni kujifunza njia za kuendesha soka. Ya kujifunza ni namna gani taasisi za kifedha hapa nchini zimekuwa zikishirikiana kwenye masuala ya udhamini na TFF pamoja na bodi ya ligi. Hapa tunazungumzia benki ambazo zipo kwenye udhamini kwa maana NBC pamoja na CRDB. NBC kwa ligi kuu na CRDB kwa kombe la shirikisho. Benki ya Kigali imetamani kufahamu zaidi ni namna gani taasisi za fedha zimekuwa zikishirikiana na taasisi za kusimamia na kuendesha mpira na kupata mafanikio. Kwa nchini kwao jambo hilo halijawahi kutokea, na ni kama vile walikuwa hawaoni kwamba ni jambo linalowezekana, lakini sasa kwa ujio wao wamekutana na sisi bodi ya ligi kuu Tanzania, watakwenda kukutana na benki ya taifa biashara NBC, watakutana na CRDB, watakutana na klabu 3 ambazo wametamani kukutana nazo, Simba Sports Club, Young African Sports Club pamoja na Azam FC, katika kuendelea kujifunza ni namna gani hayo mahusiano yamejengwa na yanaendelezwa. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo mambo mawili: kujifunza uendeshaji na usimamizi wa ligi, lakini pia kujifunza ni namna gani taasisi za fedha zinaweza kushirikiana na taasisi za kusimamia na kuendesha mpira katika masuala mazima ya udhamini na maendeleo ya ligi. Karim Bwimanda, afisa habari wa Bodi ya Ligi Tanzania. Klabu ya KMC ikiwa imeondoshwa katika kombe la shirikisho la CRDB na Bandari FC, afisa habari wa timu hiyo Halid Chukuchuku ameweka wazi mikakati yao baada ya kutupwa nje ya michuano hiyo. Kwanza tunamshukuru Mungu, mchezo wetu dhidi ya Bandari FC kutoka Mtwara umemalizika salama jana katika dimba la KMC Complex, lakini kwa bahati mbaya timu imepoteza mchezo. Tumetolewa kwa penalty na rasmi sasa KMC tunaondolewa kwenye mashindano ya CRDB Federation Cup msimu huu. Lakini yote kwa yote ni mapito kwenye mpira, tunapitia kipindi kigumu kwenye ligi, lakini pia kwenye kombe la shirikisho pia tumetolewa. Kwa sisi kama uongozi wa klabu ya KMC tunakubali kweli timu inapitia changamoto, na sisi kama management tunapambana kuhakikisha timu inatoka kule ambapo ipo, lakini pia tunapambana kurejesha morali ya timu, na tunaamini kwenye michezo ijayo timu itarudi katika makali yake. Na sasa
mchezo wa CRDB Federation Cup umeisha na sasa tumebadilisha nguvu zetu na malengo yetu yanahamia kwenye mchezo wa ligi kuu, na mchezo wetu ambao uko karibu ni mchezo dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya tarehe 21 katika dimba la KMC Complex. Tusalie hapo. Nyota wa Young Africans Buba Jammeh leo ameibuka kinara akifungia timu yake mabao mawili, timu hiyo ya wananchi, ambapo imeibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Cosmopolitan kunako kombe la shirikisho la CRDB. Katika mchezo huo uliochezwa usiku huu kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, Buba alifunga mabao hayo katika dakika ya 13 na dakika ya 23 kipindi cha kwanza, mabao hayo ambayo yalidumu mpaka mapumziko, na hata baadaye kipindi cha pili timu zote zilijitahidi kupata chochote, lakini matokeo yalisalia hivyo. Kwa matokeo hayo, Young Africans imetinga katika hatua ya 32 bora, hivyo inasubiri kupangiwa ratiba kwa mechi za hatua hiyo. Na baada ya mchezo huu, mwenzetu Ramadhan Ngoda amezungumza na walimu kwa pande zote ili kuona tathmini yao. Mchezo uliokutanisha mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Cosmopolitan ambao ni nafasi ya pili kwenye ligi daraja la pili kwa maana ya First League umemalizika kwa Young Africans kusogea hatua moja mbele kuelekea kutetea ubingwa waliotoa msimu uliopita, na ni ushindi wa magoli 2-0 ambayo yote yamepatikana kipindi cha kwanza, kwa maana dakika 45 za awali yakifungwa na nyota mpya wa Young Africans Buba Jammeh. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda na aliye kushoto kwangu kwa sasa ni kocha wa Cosmopolitan Selemani Kitunda, vijana wake wanamuita Guardiola tangu akiwa kule Songea. Naam, coach, karibu hapa, na umekuwa na nidhamu kubwa sana kipindi cha pili tofauti na ambavyo ilikuwa kipindi cha kwanza. Umeruhusu magoli 2 kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili ulikuwa solid na haukuruhusu goli lolote. Nini kiliongezeka kwenye kipindi cha pili cha mchezo? Kiliongezeka nikana vijana wangu ndani ya dressing room, nikawaambia kabisa tuwaheshimu Yanga Afrika, timu kubwa ambayo ina wachezaji wakubwa kutoka mabara ya Afrika tofauti. Tukiwaheshimu basi na wao watatuheshimu. Kama tujawaheshimu tunaweza tukafungua goli nyingi. Kipindi cha kwanza niliwaelekeza, lakini vijana wangu wakawa wana wasiwasi, wakawa na tempo ya mchezo, ndio Yanga Afrika wakapata magoli 2 kipindi cha kwanza. Lakini kipindi cha pili tulivyoingia, umeona kabisa mfumo tuliocheza tofauti na ule mfumo wa kipindi cha kwanza. Mechi hii imenisaidia vitu vingi. Imenisaidia katika kujiandaa na ligi yangu daraja la pili First League ambayo nashika nafasi ya pili. Vile vile kuna kitu nimejifunza kutoka kwa wakubwa Yanga Afrika. Kwa jinsi ambavyo ulicheza kipindi cha pili, ungetamani timu yako ingecheza hivi hata kipindi cha kwanza, pengine msingekuwa na scoreline hii ambayo inaonekana hivi sasa? Kweli nilitamani kipindi cha kwanza tucheze kama kipindi cha pili, lakini wachezaji unajua kuna wakati wanakuwa na utulivu, kuna wakati hao ina utulivu. Na mimi nishasema tangu mwanzo, soka ni mchezo wa makosa na mchezo wa nafasi. Nafasi ikipatikana, tukifanya makosa watatuhukumu, na wao wakifanya makosa tutawahukumu. Lakini sisi tumefanya makosa kipindi cha kwanza wakapata goli 2, lakini kipindi cha pili tukifanya makosa tumecheza katika line yetu na katika kushambulia na katika kujilinda. Tumecheza defensive game ambayo imetusaidia paka mpira umekwisha. Kila laheri kwenye safari ya kuitafuta championship. Inshallah. Huyu ni kocha Selemani Kitunda, wakimuita Guardiola, ndio umaarufu wake hivyo, ambaye amekiri kwamba timu yake ilicheza vizuri sana kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, na ndio maana haikuweza kuruhusu goli lolote lile, kiasi cha mechi kumalizika kwa ushindi wa magoli 2-0 ambao Young Africans wameupata baada ya magoli yote 2 ambayo yamefungwa kwenye kipindi cha kwanza. Nizamu ya kusikia kutoka kwa kocha Pedro Gonçalves. Coach, congratulations for the win and congratulations for making it into the next round. 2 goals, but both came in the first half. How impressive were your side in the second period? Asante. Well, we look for overall performance. In the end, we guaranteed the cross for the next round. For sure is the biggest goal for the match. But we also had other goals. Yes, it's true, we guarantee scored early. It was also one challenge we proposed to the team. But the truth, we also proposed win the second half, and we didn't win. So it's true, we are happy for one part. We are not so happy with the performance. First of all, in the second half, is true.
But we also need to look, we promote a lot of changes in the team, a lot of players first day in the lineup. So I'm happy from one side. We need to be more consistent because we create a lot of opportunities, and only scored 2. So in the end, for sure, because it's a qualifying match, the opponent will risk everything, and the match was a little bit more open than we want. But I think we deserve to qualify for sure. Congratulations also for Cosmopolitan. They made a good performance. Interesting team, really interesting team with very interesting players. So, and for us is one more step, and we have a new challenge for league now on Sunday, and a lot of matches in the row. So yes, we need also to control the demand. That's why tonight a lot of players were out, and inshallah on Sunday everybody are ready to give the best for the team. Fantastic and impressive performance from your newly introduced striker, Buba. 2 goals from him. What do you make of his performance tonight? Yes, he has the skills, he has his capacity. He's not properly in the best shape in the moment. He needs to return to best shape. We know very well that kind of skills he can give to the team. But now, yes, it's good to motivate him. For everybody believes he has. I know him a long time, so I know very well what is his capacity. But he's only in the process. He needs to develop more. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Huyu ni kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves akiwapongeza vijana wake kwa kazi ambayo wamefanya, japokuwa angetamani kuona nafasi nyingi walizotengeneza zingebadilika na kuwa magoli, kwa sababu hawakuweza kufunga goli lolote kipindi cha pili. Lakini pia amesifu uwezo aliouonesha mchezaji wake na mshambuliaji wake mpya Buba Jammeh, ambaye amefunga magoli mawili ambayo yameipa Young Africans ushindi usiku huu dhidi ya Cosmopolitan katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Ni hayo tu kutoka uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Alwatan Ramadhan Goda, Azam Sports. Awali leo JKT Tanzania ikicheza nyumbani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel umeweza kuifunga Pan African magoli 7-0 na kujihakikishia kutinga kwenye hatua inayofuata ya 32 bora baada ya mchezo huo kumalizika. Rasimu umevuka kwenye hatua ya 64 bora ya kombe la shirikisho la CRDB, na hiyo inaifanya JKT Tanzania kwa miongoni mwa timu 32 ambazo tutazishuhudia kwenye raundi inayofuata ambayo itachezwa hivi karibuni mara baada ya ratiba kupangwa. Katika mchezo huo hadi mapumziko, JKT Tanzania ilikuwa mbele kwa mabao 4-0, huku Paul Peter Kasunda akifunga mabao 3, yani hat-trick katika dakika za 8, 13 na 23. Karim Mfaume alifungia JKT Tanzania bao lingine dakika ya 18, na baada ya mchezo huo makocha wa timu zote walizungumzia kilichotokea katika dakika 90. Moja nilichozungumza kwamba quality ya wachezaji wetu ilikuwa ndio imetuangusha, lakini la pili ni discipline ya kufuata maelekezo. Kwa sababu tuliwaambia kwamba tulishaona, tukawaambia kwamba kwenye wingi ya kushoto, kwenye wingi yetu ya kulia ndo kwenye tatizo. Basi kuwe na cover. Mtu anapotokwa beki make cover ifanye kazi, lakini bahati mbaya discipline ndio hiyo ya kufuata maelekezo haikuwa nzuri. Lakini la pili, tuporudi katika kipindi cha pili tuliwaambia cha kwanza tuwaheshimu. Tucheze kwenye position ambazo tumeelekezana kwamba sisi lazima tuwe nyuma ya mpira. Na hilo lilisaidia, lakini baadaye kadri mpira ulivyoenda na uimara wao ukazidi kupotea, ndio hilo wakapata magoli 3 ambayo yametuzidi kutunyong'onyesha. Cha kwanza niwapongeze vijana kwa kile ambacho wamefanya, lakini ilikuwa ni ngumu kucheza na timu ambayo inatufahamu, sisi hatuifahamu. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu Pan Africa wanatuangalia siku zote tunacheza mechi, wanaona jinsi ambavyo tuna play. Lakini kitu ambacho kama staff tulichoamua ni kwamba tujitahidi kuwa bora uwanjani, kwa maana ya kile ambacho tunaamini wakati tuna mpira, wakati hatuna mpira. Lakini
tactical siwezi kuizungumza sana, tulibidi tusubiri akasi tunacheza huku tunawa approach wao jinsi gani ambavyo wanafanya ili tuweze kubiti zile strengths zao na kutumia zile weaknesses zao ambao wako nazo. Second half walivyorudi walikuwa wanajaribu kutengeneza offside trap. Sasa sisi tukaona jinsi gani ambavyo wana operate hivyo tufanye running behind ili tu break line kwa maana ya line zao zile mbili kwa kutumia short pass waje alafu then tufanye long pass kwenye migongo yao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa tofauti kidogo na first half, kuona jinsi gani ambavyo walikuwa kwa zile 45 minutes nini ambacho tuje tukifanye bora ili tuwa supplies wao. Kwa hiyo at the moment ilikuwa ni ku keep the ball ili waje tuweze kutumia kwenye line yao ya nyuma kwa maana ya kufanya running behind na kutumia hizo nafasi ambazo tumezitengeneza kwa njia hiyo. Timu ya Pamba Jiji FC kutoka kule Mwanza imetinga hatua ya 32 bora kwenye kombe la shirikisho la CRDB, na hii ni mara baada ya kufunga kwa mikwaju ya penalti 4-2 Lions Sports Club kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Hatua hiyo imekuja baada ya dakika 90 kumalizika kwa suluhu huku ya amesare ya bao 1-1, ambapo baada ya matokeo hayo kocha msaidizi wa Pamba Jiji Temi Felix pamoja na kocha wa Lions Milambo Yusuf wamesema wameridhishwa na matokeo hayo. Nafikiri la kwanza tuwapongeze wapinzani wetu, walijipanga vizuri katika mchezo huu. Najua sio kwamba ulisema kwamba tumeelemewa. Mpira wa siku zote huwa unagawanyika kwenye vipindi. Unaweza mkawa bora kwenye kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kaamia kwao. Kwa hiyo tuwapongeze, walikuwa kwenye hali nzuri, wametupa ushindani wa kutosha. Nafikiri uzoefu kidogo kwenye upigaji wa penalti ndio umeleta shida kidogo, lakini tunawapongeza, wamepambana kadiri ya uwezo wao. Kikubwa ni kwamba siku zote unapokuwa upati muda wa kucheza, unapoingia kucheza huwezi kucheza kama na yule alikuwa anacheza siku zote. Lazima kutakuwa na mapungufu, na sisi tulifanya rotation kwa sababu tuna watu wengi wanaumwa na mechi ipo karibuni, na ni sehemu hii ya wale ambao wako nje kujaribu kuonyesha kama nao wako tayari wanaweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Lakini tunawapongeza, wamepambana kadiri ya uwezo wao, tumeweza kuvuka kwenye sehemu hii ya kwanza. Sisi malengo yetu ni kuwa bingwa, tukawakilishe. Tukikosa kwenye Premier basi tuchukue hii Azam Federation Cup. Mchezo ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini kama kawaida mchezo wa knockout lazima uje na maarifa mazuri kwanza kwenye kuzuia, alafu uweze kuona namna gani utatafuta goal. Na utaona sisi tumefanya kazi hiyo, kuja kuangalia namna ya kuziba nafasi za mipira, hasa mipira hatarishi. Tuliwaachia wenzetu kupitisha sana mipira pembeni, lakini mipira ya kati ni ile ambayo ilikuwa haina nguvu sana, tulifanikiwa. Mikwaju ya penalty kama kawaida, system yetu ina wakubwa na watoto, sio always mtoto anakuwa na mambo yake fulani, sio. Kwa hivyo hongera kwao, wamefanya vizuri, wamecheza kwa confidence, wamejiamini kama wakubwa. Sema tu sisi tumewapa mtihani mgumu, lakini ukweli ni kwamba wamejiamini kama wakubwa, wamecheza kikubwa. Hongera kwao. Kitu kikubwa mechi kama hii inajenga kujiamini kwa wachezaji, kuona kwamba tumecheza vizuri dhidi ya timu kubwa, tunaweza pia kucheza vizuri katika timu za ligi yetu. Hicho ndio kitu kikubwa zaidi. Mimi nimeridhishwa na uchezaji wa timu yangu na nimeridhishwa pia na matokeo. Kwa hivyo naamini hii ni morali kwa wachezaji, kwa sisi benchi la ufundi na kwa viongozi kuelekea mechi zetu za First League. Tumekamilisha hivyo nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, lakini tuna nusu saa nyingine ambayo nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza yale ambayo tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili. Lakini machache kati ya mengi ambayo tutakuwa nayo kwenye nusu saa ya pili ni pamoja na haya: Azam FC kushuka uwanjani hapo kesho kucheza dhidi ya Angel FC kunako kombe la shirikisho la CRDB. Ni mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike. Timu ya Mtibwa Sugar Sports Club imeichakaza kwa mabao 5-0 klabu ya IAA Sports Club katika mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB uliopigwa katika dimba la Jamhuri pale Dodoma. Taarifa yake Ahmad Ali inaarifu zaidi. Mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB baina ya Mtibwa Sugar dhidi ya IAA Sports Club umemalizika hapa katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma, ambapo Mtibwa Sugar amenyanyuka kidedea kwa kushinda mabao 5-0. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salma salmin. Kipindi cha kwanza tulijaribu mchezo mwingine tofauti, mfumo tofauti, lakini kipindi cha pili tukarudi katika asili yetu ya kawaida, na ndio maana imekuwa wepesi kutafuta mabao haraka.
Na kwanza nishukuru sana maanake wanacheza mpira mzuri sana. Kama kwa kweli ni first league basi mpira wa Tanzania umeendelea sana. Maana kipindi ya kwanza wametutatiza, wanacheza low block mzuri, wanapiga counter nzuri. So I believe wana quality mzuri kama wako kwa ile level. Na naamini wakiendelea hivyo hivyo basi mpira wa Tanzania utanyanyuka sana kwa zile timu zatoka kule chini. Tunashukuru kwamba mchezo umeenda salama CRDB FA, lakini tumeingia na approach ya kudefend, tumeweza kublock kipindi cha kwanza tukatoka 1-2 tumefungwa. Kipindi cha pili nadhani concentration imepungua na ndio maana tukaruhusu magoli mengine 4. So sisi binafsi imetupa kama homework, tunarudi uwanjani kujiandaa na ligi daraja la pili na tuna mechi 28. So tunaenda kuanza raundi ya pili. Kwa sisi kwetu sisi timu ya Premier League imetupa exposure, ni sehemu ilikuwa ya mazoezi, lakini pia tumeona madhaifu wapi ya kufanyia kazi ili tuendelee kufanya mazuri kama tulivyofanya raundi ya kwanza. Baada ya matokeo haya sasa yanaifanya Mtibwa Sugar kuwa miongoni mwa timu ambazo zimefuzu hatua ya 32 bora, ambapo watasubiri nani watapangwa naye katika mchezo unaofuata. Ahmad Ali, Azam Sports, Dodoma. Naam, leo nizungumza na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia mtazamo wake kuhusiana na baadhi ya mechi kubwa ambazo zinafuatiliwa na wengi leo. Philip, karibu. Asante kaka. Mambo yanaenda? Safi, mambo yanaenda. Haya, pengine tuanze kutazama mechi kubwa ambazo zinafuatiliwa na wengi leo kunako kombe la shirikisho la CRDB. Mojawapo ni KMC ambapo Young Africans alikuwa anakipiga usiku wa leo na amefanikiwa kupata ushindi wa magoli mawili, yote yakifungwa na nyota mmoja. Nini umekingamua ama umekiona kwenye mchezo huo wa kombe la shirikisho ambapo Young Africans amefanikiwa kufuzu hatua ya 32 bora? Ilikuwa ni mechi bora kipindi cha kwanza, ikawa mechi bora pia kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza Yanga walionekana kutawala muda mrefu, lakini kipindi cha pili wapinzani wao wakaja wakaonesha ushindani mzuri, wakaanza na kutafuta nafasi za kufunga, lakini kwa mashabiki ambao walienda uwanjani walishuhudia mchezo mzuri. Kwa mashabiki wa Yanga nafikiri wamefurahishwa na mshambuliaji wao Buba ambao amefunga magoli mawili. Ni magoli mazuri ukimwona jinsi alivyocheza, ingawa ukimsikia mwalimu wa Yanga anasema hakikuwa kipimo sahihi sana kwake. Anaamini ya kwamba ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi huko mbele, lakini kwenye performance ya jumla ndio kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakitarajia kwenye mchezo. Kwa hiyo ulivyomtazama Buba, kuna haja ya kuanza kumjadili ama bado ni mapema sana? Mimi naona ni mapema sababu ya aina ya timu ambayo wamekutana nayo. Sio daraja lile ambalo ni daraja la Yanga. Ni mchezaji mzuri kwenye rekodi huko nyuma, amekuwa akizungumzwa sana, lakini bado kuna nafasi ya kumuona vizuri zaidi kwenye mechi za ligi. Ukimwona kwenye mechi za ligi nafikiri utakuwa una picha nzuri zaidi ya kumzungumzia kuliko kuanza kumzungumzia kwenye mechi hii ya kombe la shirikisho. Mimi nafikiri ni mchezaji mzuri, lakini bado ana muda mzuri zaidi wa kuonesha kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho ameonesha uwanjani. Najaribu kuangalia mbali na hilo baadhi ya mechi, kwa mfano Pamba Jiji wanafuzu kwa mikwaju ya penalti. Wakati ukijaribu kuangalia kwa wastani pengine unatazamia timu ya ligi kuu ilitakiwa kupata kwa kimombo wanasema comfortable win. Nimemsikia mwalimu wa Mtibwa ameongea vizuri sana. Mwalimu wa Mtibwa anasema pamoja na kushinda lakini amepata upinzani mkubwa sana kwa timu ambayo inatoka daraja la chini. Amesema ya kwamba kama timu huko chini zitakuwa zinapambana hivi, basi hapo mbele kutakuwa kuna timu bora sana zitapanda kuja kucheza ligi kuu. Nafikiri ndio kauli ya hicho ambacho umekizungumzia wewe. Ukiwaangalia Pamba, unawaangalia pia KMC ambao nao waliondolewa, ndio timu pekee ya ligi kuu ambayo imeondolewa na timu ya madaraja ya chini. Unajua kuna ugumu upo ambao mimi nimeuona. Timu za madaraja ya chini zimejipanga vizuri sana. Timu za ligi kuu nazo zilikuwa zimejipanga vizuri sana, lakini daraja la chini alikuwa anakuja kukutana na vitu viwili tofauti. Moja, lazima ahame kutoka kwake aje akacheze na timu kubwa, aifuate nyumbani kwake. Hii kwake ilikuwa lazima inaanza kumpunguzia ile kasi aliyokuwa nayo. Lakini nimewasikia wale walimu wa madaraja ya chini pia nao kila mmoja amezungumza, anasema ya kwamba ilikuwa ni nafasi kwao ya kujifunza ili warudi wakapambane na timu na kule kwenye ligi ambazo walikuwa wanayo. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho kinaendelea kuongezeka kila siku, kwa sababu hata kipindi cha nyuma ulikuwa hizi mechi, unaona mechi ya Simba, unaona mechi ya Yanga, zilikuwa sio mechi za kuja kuzungumzia magoli mawili, magoli matatu. Kwa hiyo yale ambayo yamegusiwa nimeona Mtibwa amemshushia mtu chuma 5 bila, Popita kasunda hat-trick. Bado uzito wake pengine tunapaswa kusubiri zaidi, pengine 16 bora robo finali pale na kuendelea. Hapa kwenye 32 bora tunapoenda kutoka kuna uzito zaidi, kwa sababu ukizitazama timu kwenye zile timu za ligi kuu ambayo imetoka ni moja. Ina maana timu 15 zimebaki. Kwenye timu 15, 17 ina maana zitakuwa zinatoka labda kwenye yale madaraja mengine. Lakini ukitazama pia kwenye yale madaraja mengine unaziona timu za championship ambazo zinafanya vizuri sana.
zile kina Ken Goldi, Mbeya Kwanza ambazo ziko pale juu zote nazo zimekuja huku. Kwa hiyo ina maana kuanzia hapo sasa utakutana na ushindani mkubwa zaidi tofauti na huu ambao tumeupata kwenye hatua hii, kwa sababu pale kuna nafasi ya Simba labda anakutana na JKT, Yanga labda anakutana na Mtibwa kwenye ile level ya daraja ambao wenyewe wanacheza pamoja. Ukiwatazama kwa haraka achana na hao wa ligi kuu, wale wanaotoka madaraja ya chini, nani unamuona ukimwona huyu anaweza kuwa surprise package kama ilivyokuwa pengine wakina Mbeya City ambao walifika hatua kubwa msimu uliopita na wengine? Ukizitazama timu nyingi ambazo zimetoka kule chini, kila timu ambayo imefanikiwa kupanda sana hizi ambazo ziko kwenye ile tatu bora ya championship, zote zina uwezo wa kukupa kitu huko kwenye mashindano. Mimi naamini ukimpa leo Kagera Sugar akicheza na timu yote ya ligi kuu na uwezo wa kumpa ushindani. Lakini pia ukimpa Ken Gold leo akicheza na timu Kagera ameshinda na ameshinda akiwa comfortable sana. Kwa hiyo ana uwezo wa kuleta ushindani mkubwa sana, kwa sababu kule kwenye championship anaonyesha ushindani mkubwa. Huku pia mimi naamini ni moja ya timu ambayo naamini timu yote ambayo itapangwa na Kagera na uwezo wa kupata wakati mgumu zaidi wa kuvuka kwenda kwenye hatua inayofuata. Shukrani sana Philip Nkini. Tuwala saa mwingine kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini na tumegusia hapa Kagera Sugar kile ambacho wamekifanya, mtu watazame. Timu hiyo imefanikiwa pia kufuzu hatua ya 32 bora kwenye michuano ya CRDB Federation Cup baada ya kuifunga timu ya Mighty Elephant kutoka mkoani Ruvuma magoli 3-0 kwenye uwanja wa Kaitaba. Marco Benson Eustace alikuwa shuhuda wa mchezo huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba, Kagera Sugar ambao walikuwa wenyeji wa Mighty Elephant kutoka mkoani Ruvuma, mchezo umemalizika baada ya Kagera Sugar kuibuka na ushindi wa goli 3. Mechi ilikuwa ni ngumu, tumepata matokeo. Kuna mengi mazuri tumeyaona, watu wameyafanya, na kuna mapungufu tumeyaona. Kazi ya walimu ni kurekebisha yale mapungufu, kuyafanyia kazi, na yale mazuri kuendeleza. Lakini tunashukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Sisi tumejipanga kushinda kila mchezo. Mwisho wa mashindano ndio tutaona tumeishia wapi. Kwa hiyo hii imeisha. Tuna focus na mchezo unaofuata katika mashindano ya Federation, lakini tuna mchezo wa ligi tarehe 22. Kwa hiyo tunajipanga kwenye michezo ambayo inafuata. Hii michezo yote ambayo imeshapita basi imeisha. Kwanza niliwaambia kwamba wale tusiwape mwanya wa kuweza kupiga mashuti. Hicho ndio cha kwanza. Na ikaja kutokea kwamba ni kweli waliacha mwanya kidogo tukapiga shuti. Ndio maana wakapata goli. Cha pili niliwaambia tucheze kwa umoja, wanapogonga nyuma kule sisi tuache tubane huko nyuma huko tuna press. Na kwa kweli light kama wangekuwa makini, sisi ndio ilibidi tutangulie magoli, wao wasawazisha. Tumekosa magoli mengi kuliko wenzetu. Matokeo haya ya kupata goli 3 katika uwanja wa Kaitaba kwa Kagera Sugar dhidi ya Mighty Elephant kutoka mkoani Ruvuma yanaifanya timu ya Kagera Sugar kuendelea na mzunguko wa 3. Benson Eustace, Azam Sport, Bukoba, Kagera. Nayo timu ya soka ya Geita Gold yenye makazi yake mkoani Geita imesonga mbele katika hatua ya 32 bora kombe la shirikisho la CRDB baada ya kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Kajuna FC ya mkoani Kigoma kwenye uwanja wa Nyankumbu uliopo manispaa ya Geita. Makocha wa timu zote mbili wamezungumza mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, huku kocha wa Geita Gold FC Zuberi Katwila akieleza kuwa mchezo huo wameutumia kwa ajili ya maandalizi ya mchezo ujao wa ligi ya Championship. Tumeitumia hii mechi kutengeneza performance za wachezaji ambao walikuwa watumiki, lakini vile vile inatupa mwelekeo mzuri kwa maana tumepata matokeo. Ni mechi nzuri, haijalishi timu ya daraja gani, lakini kwetu sisi tunajua tumepata mechi ya kuweza kutuweka vizuri katika maandalizi yetu ya mchezo mwingine. Kwa hiyo hii mechi imeisha, wale waliocheza kuna kitu wameongeza na tumekuwa na kikosi kipana kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wetu wa ligi. Siku tunaanza safari ili kuelekea Moshi kwa ajili ya mchezo wetu. Lakini niwapongeze wachezaji baada ya kupata matokeo, kwa maana huu mchezo ni knockout, swala matatu. Huu ni knockout. Kama tungetoka draw na maana tungepigana penalty. Kwa hiyo mechi wameimaliza ndani ya dakika 90, ni kitu kizuri. Kwa hiyo imeisha, niwapongeze, tunaangalia next match. Mechi ya leo ilikuwa nzuri, nimeipenda. Vijana wangu wamecheza vizuri, walimheshimu mkubwa. Nimefurahi sana. Yaani kuna kitu naona huko mbeleni ninapokwenda tayari nishaona kitu cha kunisaidia mbele. Hata wenyewe pasipokuwa ile mistake tusingefungwa. Nika mistake kadogo tu tumebugi kakatuadhibu. Tumepata mechi nzuri kwa sababu ni vijana tumecheza nao, wamekuja kwa ajili ya kupambana, lakini sisi tulikuwa tuna focus na matokeo yalikuwa mazuri kwa sababu hii ni ligi. Ukifungwa tu
unatoka. Kwa hiyo sisi leo tulikuwa tumeingia uwanjani kwa ajili ya matokeo tu aina moja. Mechi hii sisi imetupa chachu ya kuelekea katika mashindano tunaenda kucheza, kwa kutuletea confidence iliyokuwa ya juu, kwa sababu tulivyotoka tumetoka na rhythm nzuri. Kwa hiyo tumecheza na leo vizuri, tumepata matokeo, kwa hiyo imetuongezea morali huko tunapokwenda, tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa na ushindani. Nashukuru Mungu tumefungwa, tumepoteza mchezo. So far so good. Tutajipanga kwa ajili ya mechi ijayo ili tupate matokeo kwenye ligi yetu tunayoenda kujiandaa. Hawa ni wakongwe, ni wazoefu, timu ambayo ina plani. Unajua sisi tumefanya mistake, wao ndio wameitumia nafasi, wamepata kutuadhibu. Endelea kutazama Mshike Mshike, tuende mapumziko mafupi, tutarejea. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Karibu tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Klabu ya Mbeya Kwanza imechomoza na ushindi magoli 5-0 dhidi ya Fountain Gate Talents ya Morogoro katika mchezo wa hatua ya 64 bora kunako kombe la shirikisho la CRDB katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. Mchezo ulikuwa mzuri. Timu yetu iko championship, lakini hawa ni mabingwa mkoa. Kwa tulikuwa tunahitaji kucheza kikubwa ili tuweze kupata matokeo. Kipindi cha kwanza hakikuwa kizuri sana, uliona tulipata goli chache 2, lakini tulipoingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo tulizungumza tunahitaji kucheza kikubwa ili tuweze kutengeneza mechi, na tulikubaliana tupate goli 5. Nashukuru wachezaji wangu wametimia. Tumemaliza mchezo wa leo, tunaenda kufanya maandalizi ya mchezo unaofuata. Tuna mechi ngumu ya ligi weekend hii, kwa hiyo akili na mawazo yetu tunahamisha kuelekea kwenye maandalizi ya mchezo huo ili tuweze kuendeleza ili wimbi la ushindi tuweze kufanya vizuri katika mashindano yetu. Mchezo ulikuwa mzuri, ulikuwa mchezo wa ushindani. Tulishambulia na tulishambulia, lakini wenzetu wametuzidi uzoefu. Wamepata nafasi chache, wameweza kuzitumia, lakini sisi tupata nafasi nyingi, tumeshindwa kuzitumia. Tutarudi ni uwanja wa mazoezi, tutaenda kurekebisha makosa, lakini tutaenda kurekebisha na yale mazuri pia, ili awamu ijayo Mungu akitujalia kupata nafasi hii tuweze kwenda mbali zaidi ya hapa tulikofika msimu huu. Timu ya Mbuni FC imefanikiwa kutinga hatua ya 32 bora kombe la shirikisho la CRDB baada ya kuwafunga wapinzani wao kikosi cha The Green FC kutoka Songwe goli 5-1 katika mchezo uliopigwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha. Mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo, kocha wa Mbuni FC Leonard Budeba amesema licha ya ushindi huo, lakini wamebainisha kuwa mpango wake ni kukiongezea makali kikosi chake ili kiwe bora zaidi katika michezo inayofuata. Leo tumefanikiwa kusonga mbele, tunarudisha akili zetu kwenye ligi, lakini vile vile hata hatua ya 32 tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Game plan kwanza, tulihitaji kwanza tuwape nafasi ya kuangalia kwamba wamekuja vipi. Unajua haya mashindano pia yana surprise timu. Tunaona kwanza jana kuna mkubwa mmoja amelia, kwa hiyo hicho kitu pia nimewaeleza wachezaji wangu kwenye kikao cha asubuhi kwamba lazima tuwaheshimu wapinzani ndipo tutapata matokeo. Tusipokuwa na heshima na wapinzani wetu inaweza ikatuletea shida. Unapokuwa unaingia kwenye mashindano kama haya kunakuwa hakuna mchezo mwepesi, mechi zote ni ngumu. Kwa hiyo tutampata mpinzani ambaye tutaenda kukabiliana naye, kwa hiyo tutafanya matayarisho kulingana na mpinzani ambaye tunaenda kukabiliana naye. Nafikiri hata wachezaji wanayapenda haya mashindano kwa ajili ya kuwashape wao wenyewe, lakini pia hata kutengeneza status yasi. Katika uwanja wa Amani uliopo mjini Makambako mkoani Njombe, timu ya Hausung imekaribisha timu ya West Singers kutoka Mwanza mpaka dakika ya 90 zinapokamilika. Hausung wameibuka na ushindi wa mabao 2-1. Taarifa zaidi na Emmanuel Kalemba kutoka huko. Katika mchezo uliozikutanisha timu ya Hausung na timu kutoka Sengerema Magharibi mkoani Mwanza, ama kama wao wanavyojiita West Singers, mashabiki wa soka mkoani Njombe wameonekana kuburudika na uwepo wa mchezo huo. Kiukweli kama leo, kama hawa Hausung leo wametuonyesha mchezo mzuri. Kama ukiangalia pale scoreboard tunaongoza 2-1. Kwa kama sisi mashabiki tunafurahi. Mimi ningependa tupate timu ya ligi kuu ili vile vilabu vikubwa kama Simba, Yanga tuwe tunawashuhudia kwenye uwanja wetu wa Amani. Sababu ni muda mrefu kidogo tunaangalia tu kwenye TV. Inawasaidia vijana kuonyesha vipaji vyao
Pili, inatupa sisi burudani kama wadau wa soka kwenye mkoa wa Njombe. Katika mchezo huu wenyeji Hauzang umeibuka na ushindi wa magoli 2-1 yaliyofungwa na mchezaji Constantino Haule, huko goli la West Singers likifungwa na Peter Waziri. Mechi ilikuwa mechi mzuri sana. Wapinzani wetu wamekuja walijipanga. Nahisi walijipanga sana kwa ajili ya mchezo huu. Na imani kubwa Mungu kajalia alichotuandikia ndio riziki yetu. Hapo na fly. Wakati anaendelea mkoani Pwani katika mchezo mwingine wa 64 bora kombe la shirikisho la CRDB, Kijiwe Nongwa imeifunga Barbarian FC kwa penalti 4-2 baada ya kutoka sare ya goli 1-1 baada ya mchezo huo kumalizika. Makocha kwa pande hizo wamezungumzia mchezo huo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kumaliza mchezo salama na tumeweza kupata ushindi kwa njia ya penalti. Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu tumekutana na wapinzani ambao ni imara licha ya wao kuwa chini, lakini na sisi tukajaribu kuwepo katika mfumo. Alhamdulillah tumeweza kushinda kwa penalti. Nawatakia kila laheri wapinzani wangu, wapambana wasishuke ligi, lakini sisi pia kama mabingwa wa Songwe tunajitahidi kadri tuwezidi kuweza tuweze kupata mchezo mzuri kwa sababu mechi ilikuwa lazima ipate mtu ambaye anashinda. Kwa hiyo tunapokea matokeo, tunawapongeza Kijiwe Nongwa kwa matokeo katika mchezo huu. Bado tumeandaliza mchezo huu, tushamaliza. Nafikiri tunaurudi sasa kwenye uwanja wa mazoezi na kuandaa kwa ajili ya mchezo unaokuja. So tumeona madhaifu yalitokeza kwenye mchezo huu, tutaenda kuyaboresha na yale mazuri ambayo tumeona katika mchezo huu tutaendelea kuyaboresha zaidi. Leo hii timu ya Kijiwe Nongwa kutoka mkoani Songwe imeweza kuibuka kidedea baada ya kuibuka kwa mikwaju ya penalti ambayo imewasababishia kuwa washindi wa siku hii ya leo kwa kuwagaragaza mikwaju. Leo timu ya Songea United imetinga hatua 32 bora baada ya kuitandika timu ya Vijana FC kutoka mkoani Njombe katika mashindano ya kombe la shirikisho la CRDB katika mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Majimaji katika mji wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Goli pekee la Vijana FC limefungwa na mchezaji wake Clever Sanga, huku magoli ya Songea United yakifungwa na Abiudi Mtambuku pamoja na Moses Msukanywele. Kutoka huko Mawazo Mwijengo anaarifu zaidi. Dakika 90 zimemalizika. Hii ilikuwa ni vita ya ujirani mwema baina ya vijana kutoka pale Njombe kuja kumenyana vikali katika uwanja huu wa Majimaji na umoja wa wanasongea, kwa maana ya Songea United, timu ambayo inaendelea kufanya vizuri siku za hivi karibuni. Lakini baada ya dakika 90 kumalizika na Songea United kuibuka na ushindi wa goli 2-1, tumepata nafasi ya kuzungumza na makocha wa timu zote hizi mbili, na tulianza kwa kuzungumza na kocha wa Vijana FC kutoka pale Njombe. Tukabadilisha na mfumo, tulikuwa tunacheza 4-3-3, tukarudi kwenye mfumo wetu wa kawaida 4-4-2. Umeona tunakuja tunacheza vizuri, lakini bahati mbaya tena zile tumeshambulia sisi, imepigwa pipi kwetu, tumefungwa tena. Wakati tuna geni sasa, ndio muda umekwisha, tumepata goli moja, muda ukawa si rafiki kwetu, tumepoteza, naweza nikasema hivi. Na baada ya hapo tumezungumza na kocha wa Songea United ambaye sasa ameeleza na mikakati yake mingine. Mechi haikuwa rahisi, wenzetu wa Njombe wameonyesha upinzani mkubwa, lakini mwisho wa siku tumeonyesha ukubwa wetu na tumeweza kupata matokeo. Ukiangalia kwa ujumla, ikiwa ni mwendelezo wa michuano ya kombe la shirikisho la CRDB ambapo kesho Azam FC inataraji kukipiga nyumbani katika dimba la Chamazi Complex majira ya saa 3 kamili usiku dhidi ya Angel FC ya mkoani Kilimanjaro. Akiongea na Azam Sports, afisa habari Hashim Mwibwe amesema wamejiandaa vyema kuelekea kwenye mchezo huo. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba tumerejea nyumbani salama kutoka Morocco. Bahati mbaya sana tumeshindwa kuendelea na michuano ya Confederation ya Afrika, lakini tumejifunza vitu vingi na tumeacha alama yetu kama club, ikiwa ni club ambayo imevuna alama nyingi zaidi kwenye mashindano ya CAF msimu huu, alama 9. Safari ni ndefu, safari ni ya uchovu, lakini mapambano lazima yaendelee. So tunajiandaa na mchezo wetu wa FA unaofuata. Tutacheza dhidi ya Endment kutoka Kilimanjaro, na sio mashindano ambayo unaweza kuchukulia kawaida, kwa sababu kwanza ni knockout, ukipigwa kwa mama.
na tumeshaona timu za ligi kuu tayari zikikutana na changamoto kama hiyo. Ndugu yangu Chukuchuku ameshakutana na hiyo ekaeka. Kwa hiyo sisi Azam FC hatutamani kukutana na yale ambayo tulikutana nayo msimu uliopita kwa Mbeya City, wala hatutamani kuonja joto ambalo ameshaonja wenzetu wa KMC msimu huu. So tumejiandaa vizuri, tumefanya session 2 za mazoezi leo, zote zikiwa ni za mazoezi mepesi, kufanya recovery ya safari. Tuna kikosi kipana, tuna wachezaji ambao wako committed kwa 100% kuhakikisha wanaibeba bendera ya klabu yetu. Lakini kikubwa zaidi nafikiri ni nguvu ambayo tumeiweka kama club kwenye michuano hii hapa nyumbani baada ya kuondoshwa kwenye michuano ya kimataifa. FA ni target, tutacheza finali akipenda Mwenyezi Mungu, lakini ligi kuu tunaendelea kupambana pia kuhakikisha kwamba tunakusanya alama za kutosha za kutufanya kuwa tunapambania ubingwa. So kikosi cha Singida Black Stars pamoja na kikosi cha Kopko FC vimefanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB unaotarajiwa kupigwa hapo kesho katika dimba la Airtel Stadium Singida. Mwandishi wetu Deus Liganga anaarifu zaidi. Ni shauku kubwa kwa mashabiki wa soka wakisubiri kwa hamu mchezo wa kusisimua wa michuano ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Miamba ya Singida Black Stars kujiandaa kumenyana na vijana wa Kopko FC katika mchezo utakaopigwa kwenye dimba la Airtel Stadium hapo kesho. Singida Black Stars wameingia kambini kwa nguvu kubwa wakitaka kuendeleza makali yao ya msimu uliopita kwenye michuano hiyo. Kitu muhimu ni kuwa at least kama team of course tunajaribu kuangalia wachezaji bora ambao tunaweza kuwatumia kesho, kwa sababu ni muhimu sana tujue kuwa tuko na wachezaji ambao wana uwezo wa kutumika kesho. Ukiangalia tulikuwa katika ili kombe, tulikuwa finali msimu uliopita, kwa hivyo ni kombe ambalo tunalitilia maanani. So kwa muda huu tutajaribu sana, kwa sababu ni masaa 72 tangu tutokee. Na baada ya nyota wa Benfica Gianluca Prestiani kushutumiwa kumbagua Vinicius Junior kwa kumwita jina linalolinganishwa na ubaguzi wa rangi, yani nyani, leo amekanusha taarifa hiyo na kusema kuwa alimwita jina tofauti ambalo linalenga swala ya ushoga na mambo mengine. Amekanusha taarifa hizo, lakini hata hivyo anakabiliwa na tuhuma hizo ambazo kama atakutwa na hatia huenda akafungiwa mechi 10 na kuendelea. Mwisho mshike leo. Kwa niaba ya wote mfanikisha matangazo haya, mimi ni Kennedy Moses, uwe na usiku mwema.